Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin bin Abdillahi salawatullahi wasalamu alayhi. Ndugu zangu, leo tuzungumzie tabia moja miongoni mwa tabia ambazo alikuwa akizipenda Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini pia amefundisha kwa umma wake tabia hii waweze kujipamba nayo. Nayo ni tabia gani aliyokuwa nayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Katika maelekezo na maelezo ya kumzungumzia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na tabia nyingi ambazo ni nzuri, lakini leo tuangalie tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alikuwa akipenda sana katika mambo yake mengi aliyokuwa akiyafanya mazuri, kuanzia katika upande wa kulia. Yani alikuwa akitumia mkono wa kulia katika kufanya yale ambayo ni mazuri. Zimekuja riwaya, lakini pia zipo aya. Miongoni mwa aya hizo Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'ani, baada billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Al-aya. Allah amezungumza katika aya hii kwamba ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, kwa mkono wa kuume, mkono wa kulia, fayaqulu ha umqra'u kitabia, atasema njoeni msome kitabu changu. Furaha yake ni kuona kwamba amepewa kitabu kwa mkono wa kulia. Lakini pia katika aya nyingine Allah anasema fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama. Allah anasema watu wa kulia watakuwa pamoja na watu wa upande wa kulia, na watu wa kushoto na watakuwa pamoja na upande wa watu wa kushoto. Hii ni siku ya Kiyama, na naeleza siku ya Kiyama, lakini inazungumzwa katika kuelekeza kwamba upande wa kulia ndio upande ambao Allah tabaraka wa taala ameanza. Kuna maelezo mengi sana ameanza katika kuumba, wakati anamuumba Adam, lakini pia ni katika sehemu ambayo imekirimiwa zaidi kuliko katika upande wa kushoto, lakini pia ndio imehimizwa zaidi sana upande wa mkono wa kulia utumike sana katika mambo yale mazuri kuliko mkono wa kushoto. Katika maisha ya Mtume sallama, anaeleza Aisha radhiallahu anha, qalat, Aisha nasimulia, nasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu atayammun, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendezewa sana, alikuwa akipendezewa sana katika kuishi kwake atayammunu, kuanzia mkono wa kulia, fi sha'anihi kulli, katika mambo yake yote yale mazuri, fi tahurihi, katika usafi wake, wa tarajulihi, na kuchana kwake nywele, wa tanaulihi, na kuvaa kwake viatu. Muttafaqun alayhi, hadithi ambayo amepokea Imamu Bukhari na Muslim. Kwa Mtume sallallahu alikuwa akipendelea sana kuanzia upande wa mkono wa kulia katika usafi wake wote, lakini pia katika kuchana kwake nywele. Yani akitaka kuanza kuchana nywele alikuwa anaanzia upande huu wa kulia, ndo anakuja kama ni katikati, anakuja pia upande wa kushoto. Lakini pia katika kuvaa kwake viatu alikuwa akipendelea kuanzia mguu wa kulia, kisha baadaye anafuata mguu wa kushoto. Haya ndiyo maisha ambayo Mtume sallam alikuwa akiyapenda sana na akipendelea zaidi sana kuishi ndani ya maisha namna hiyo. Na katika maelezo mengine tena Aisha amenukuu hadithi nyingi, kwa sababu alikuwa yeye ndio yuko karibu na Mtume sallam. Anazungumza pia katika hadithi nyingine, kana yadu Rasulillah sallam, ulikuwa mkono wa Mtume sallam al-yumna, mkono wa kulia, litahurihi wa taamihi, ni kwa ajili ya kujisafisha kwake, wa taamihi, na chakula. Wa kanat al-yusra, na ulikuwa mkono wa kushoto, li khalaihi,
kwa ajili ya kutumika katika sehemu ambayo ni ya kujistanji na mambo mengine ambayo ni ya uchafu. Kwa hiyo kulia alikuwa akitumia katika mambo mazuri masafi, na kushoto alikuwa anatumia katika sehemu ya uani, lakini pia na mambo ambayo ni ya uchafu. Lakini sio sisi ambao tumefuata mila ambazo sio maelekezo tuliyoachiwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi hii ni sahihi, ameipokea Abu Daud wa ghairu bisnadin sahih. Hadithi ni sahihi. Na hadithi nyingine amepokea Atiya radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama Mtume sallama, qala, alisema, lahunna, aliwaambia. Atiya anasimulia, anasema Rasulullah siku moja aliwaambia, fi ghasl munatihi Zainab, walikuwa wakimosha mtoto wake Zainab pale alipokuwa amefishwa. Ibna'na bima yaminiha, kwamba anzeni upande wa kulia, wa mawadhi'il wuduh minha, lakini pia na sehemu za udhu kwake. Kwa hiyo kwa maiti anzeni upande wa kulia kwake na sehemu za udhu. Hadithi muttafaqun alayhi. Katika hadithi nyingine pia ameipokea Abu Huraira, anasema anna Rasulullah sallallahu, Abu Huraira anasema hakika Mtume sallama qala, alisema, idhan ta'ala ahadukum, pindi atakapovaa mmoja wenu viatu, falyabda bilyumna, aanze kuvaa mguu wa kulia, wa idha nazaa, na pindi atakapotaka kuvua, falyabda bishimali, aanze upande wa mguu wa kushoto. Litakuni lyumna awwaluhuma tun'alu, iwe mguu wa kulia ndio wa kwanza kuvishwa au kuvalishwa, wa akhiruhuma tunza'u, na uwe al-yusra, mkono wa Mtume anasema uwe mguu wa kwanza wa upande wa kulia uwe ndio wa kwanza kuvalishwa kiatu, na uwe ndio wa mwisho wakati wa kuvua. Hadithi muttafaqun alayhi. Wa an Hafsa radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Hafsa pia anasimulia, anasema hakika Mtume sallama kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi, alikuwa akiujalia mkono wake wa kulia kwa ajili ya chakula, wa sharabihi, na kinywaji, wa thiyabihi, na kuvaa kwake nguo, wa yaj'alu yasarahu, na alikuwa akijalia mkono wake wa kushoto, lima siwa dhalika, kwa mambo mengine ambayo si hayo yaliyotajwa, yani ya chakula na kuvaa pamoja na kunywa. Lakini sisi tumebadilisha haya maisha ambayo Mtume sallama alikuwa akiishi nayo, sisi tumekwenda kinyume. Jambo la kutumia kinyume, kwamba mkono wa kushoto sisi tunatumia sana na mkono wa kulia unakuwa hauna shughuli sana katika mambo ya chakula, uvaaji, unywaji, chooni pia kuna wengine wanatumia mkono wa kulia. Haya mambo ni kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na sio vizuri, kwa sababu tunadai tunampenda Mtume sama, lakini mapenzi ya kweli katika mioyo hatuna, kwa sababu mapenzi ya kweli ni kumfuata na wala sio kuongea katika midomo yetu. Hadithi nyingine ameipokea Abu Huraira pia, anna Rasulullah sallama, anasema Mtume sallama qala, Rasulullah alisema, idha labistum, pindi mtakapovaa, wa idha tawadha'tum, na pindi mtakapotawadha, fabida'u bi ayaminikum, anzeni kuliani kwenu. Mtakapotawadha anza upande wa kulia, kisha ufuate upande wa kushoto. Haya ndiyo maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu, na hadithi ni sahihi. Katika hadithi pia Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu, Anas ibn Malik anasema hakika ya Mtume sallallahu ata Mina. Siku moja Mtume sallallahu katika ibada yake ya hija alikuja Mina, fa ata aljamrata faramaha, akaja katika jiwe jamra kubwa ile, faramaha, akatupa mawe yale kama ilivyo taratibu za hija. Thumma ata manzilahu, kisha akaja nyumbani kwake sehemu ya Mina, wanahara, na kisha akachinja. Thumma qala li halaq, kisha akaenda kwa kinyozi, akamwambia kinyozi, khudh, shika,
wa ashara ila janibihi al-ayman, akamwashiria upande wa kichwa katika upande wa kulia. Thumma al-aysar, alipomaliza kinyozi kumnyoa upande wa kulia akamwashiria pia upande wa kushoto. Thumma ja'ala yutihi an-nas, yule kinyozi baada ya kumaliza kumnyoa Mtume sallama upande wa kulia na upande wa kushoto, kisha Mtume sallama akajichukua zile nywele akawa anazigawa kwa watu. Lakini katika riwaya nyingine pia, lamma rama aljamra, pindi alipopopoa mawe katika jamra kubwa, wa nahara nuskahu, kisha akachinja kichinjwa chake, wa halaka, kisha akanyoa, na wala alhalaqa shiqahu alaymana, alimuelekeza au alimpatia kinyozi aanze kunyoa upande wa kulia, fahalakahu, akamnyoa. Thumma daa Aba Talha, kisha akamuita Aba Talha al-Ansari radhiyallahu anhu, faatahu iyahu, akampa zile nywele. Thumma nawalahu ashiqa al-aysara, faatahu iyahu, akamuelekeza, yani Aba Talha, Mtume salama akamuelekeza kinyozi jinsi ya kumnyoa Aba Talha. Aba Talha alipofika akamuelekeza kama alivyoelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu kinyozi jinsi ya kunyoa, akaanza upande wa kulia. Thumma nawalahu shiqa al-aysara, kisha akamuelekeza tena baada ya kumaliza upande wa kulia aingie upande wa kushoto. Faqala ihlik, nyoa. Fakhalaqahu faatahu iyahu, faatahu Aba Talha, faqala aksum baina an-nasi, kisha zile nywele Mtume sallallahu akazichukua za Aba Talha akamwambia Aba Talha azigawanye baina ya watu. Kwa hiyo maisha ya Mtume sallama alikuwa akipenda sana katika mambo mazuri kuanzia upande wa kulia, lakini sio sisi tunatumia sana upande wa kushoto, yani mkono wa kushoto katika kula, katika mambo mengi. Kama ikitokea dharura, umeumia mkono, umepata jeraha mkono hauna wa kulia, basi hilo halina budi wewe kutumia mkono wa kushoto, kwa sababu ni katika dharura, imeruhusiwa. Kwa hiyo insha Allah tufuate Mtume sallama katika matendo yake na tabia zake ambazo alizokuwa akiishi nazo kama mafundisho kwetu sisi. Allah anasema katika sura, katika aya, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, insha Allah. Allah anasema kwamba katika aya akimwambia mtume, waambie wafuasi wako kama kweli wanakupenda, kama kweli wanampenda Allah, basi nifuateni mimi. Kama tulivyozungumzia kwamba kama ukipata dharura ya kutumia mkono wa kulia, ima mkono umekatika au umepata majeraha, umefungwa bandage au umeondoka kabisa mkono, haina budi kutumia mkono wa kushoto, kwa sababu ndio mkono uliobaki nao. Lakini tusijilazimishe kutumia mkono wa kushoto na wakati mkono wa kulia upo. Haya maelezo ni marefu sana. Ipo sehemu ambayo Mtume sallallahu akafundisha mpaka wakati wa kula watumia watu mkono wa kulia, mpaka kuna swahaba katika maswahaba alijaribu kupinga hilo, lakini yalimkuta aliyomkuta. Kwa hiyo si vizuri sana kutumia mkono wa kushoto wakati wa kulia unao, kama mkono wa kulia hauna shida yoyote. Wallahu a'lam.